pake. Patakatifu pake sio sehemu ya kupigia stori, hata kama ni kabla ya ibada au baada ya ibada. Sio sehemu ya kuchekacheka, ni sehemu ambayo tukifika tunakuwa watulivu, tukifika tunanyenyekeza nafsi zetu. Sehemu nyingine ya kumcha Bwana ni kwa mali zetu. Unaposoma Mithali 3 fungu la 9, mheshimu Bwana wako kwa malimbuko yako na kwa dhabihu na kwa mali yako. Bwana hapo anasema kwamba katika hizi mali tulizonazo, basi natakiwa tumheshimu Bwana kwa mali hizo. Neno ambalo limetafsiriwa kule kutokea kwenye Kiebrania likatafsiriwa huku kama malimbuko, lina maana pia ya kama sehemu ya kwanza ya mazao, lakini ina maana kama ya sehemu ya kwanza katika mali yako, sehemu ya kwanza katika mapato yako. Ni kusema nini? Ni sana kusema habari ya zaka, kwamba katika kila kitu unachokipata kwanza unakata 10% kwa ajili na ni 10% ya 100 kwa ajili ya Mungu, au 1% ya 10 kwa Mungu wako. Katika matoleo, kila mali tunayoipata, kila mapato tunayoyapata, inatakiwa tumtolee Bwana sehemu ya 10 ya mapato hayo. Hiyo inamaanisha nini? Tunaporejesha zaka na sadaka, ni kusema kwamba tuna mheshimu Mungu wetu na namna ambavyo tunamfanya yeye kuwa wa kwanza katika maisha yetu, kwamba tumepata kitu, lakini kabla tujakitumia tunaamua kukata sehemu kwa ajili ya kumrudishia Mungu kama shukrani. Inamaanisha nini? Ni kwamba sisi sasa tumesalimisha nafsi zetu kwake yeye. Ni kusema nini? Hiyo hela tuipaswa sisi tuitumie kwa ajili ya matumizi yetu, lakini tunaamua kujinyima, tunaamua kuikata, tunaamua kuiondoa, tunaamua kuitenga kwa ajili ya Bwana. Maana yake ni kusema nini? Sisi tupo kwa ajili yako Bwana, sisi tupo chini yako, sisi tunakuabudu wewe, sisi tunakucha wewe, tunaporudisha zaka na sadaka. Lakini unaposoma kitabu cha Wakorintho wa pili 5:15, acha nikusomee. Wakorintho wa pili 5:15, Biblia inasema hivi: tena alikufa kwa ajili ya wote, ili walio hai wasiwe hai tena kwa ajili ya nafsi zao wenyewe, bali kwa ajili yake yeye aliyekufa akafufuka kwa ajili yao. Kwa hiyo tunapotoa zaka na sadaka, hii ni ile kutimiza kabisa kwamba sasa hatuishi kwa ajili ya nafsi zetu, tunaishi kwa ajili ya Mungu, tunaishi kwa ajili ya Kristo. Tuko tayari kutenga vitu vyetu alivyotupatia kwa ajili yake. Lakini kunaposoma kitabu cha Matendo 2 fungu la 42 hadi la 46, acha tuangalie sifa za kanisa la awali, namna walivyokuwa katika habari ya matoleo. Ni watu ambao ni mfano mzuri sana katika habari ya kuangalia. Matendo 2:42 hadi 46, Biblia inasema hivi: wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kuumega mkate na katika kusali, kila mtu akaingiwa na hofu. Ajabu nyingi na ishara zikafanywa na mitume, na wote walioamini walikuwa mahali pamoja na kuwa na vitu vyote shirika, wakiuza mali zao na vitu vyao walivyokuwa navyo na wagawia watu wote kama kila mtu alivyokuwa na haja. Na siku zote kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu, wakimega mkate nyumba kwa nyumba na kushiriki chakula chao kwa furaha na kwa moyo mweupe, wakimsifu Mungu na kuwapendeza watu wote. Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Lakini pia unaposoma kitabu cha Matendo hiyo 4 fungu la 32 hadi la 35, Biblia inasema hivi: na jamii ya watu walioamini walikuwa na moyo mmoja na roho moja, wala hapana mmoja aliyesema ya kuwa kitu chochote alichonacho ni mali yake mwenyewe, bali walikuwa na vitu vyote shirika. Na mitume wakatoa ushuhuda wa kufufuka kwake Yesu kwa nguvu nyingi, na neema nyingi ikawa juu yao wote, wala hapakuwa na mtu mmoja miongoni mwao mwenye mahitaji, kwa sababu watu wote waliokuwa na viwanja au nyumba waliviuza, wakaleta
thamani yake, thamani ya vile vitu walivyouza, wakaiweka miguuni pa mitume, kila mtu akagawiwa kwa kadiri ya alivyohitaji. Hata hao watu pia unaona kabisa ni watu ambao walikuwa wamejitoa kikamilifu nafsi zao kwa Kristo, walikuwa wamezisalimisha nafsi zao kwa Kristo. Unaona hadi wanauza mali zao kwa ajili ya kazi ya Bwana, lakini wanauza mali zao kwa ajili ya kusaidia watu wenye uhitaji. Na unaambia kwamba katika kipindi hicho hakuwepo mtu mwenye uhitaji. Biblia inachosema hicho kitu haidanganyi, ni kitu ambacho ni amin, ni kitu ambacho ni hakika. Hakuwepo mtu mwenye uhitaji. Ni kwa sababu watu hawa walikuwa na umoja, watu hawa walikuwa wanasaidizana, watu hawa walikuwa hawaoni faida yao wenyewe, walikuwa wanaona faida ya watu wengine, walikuwa wanathamini watu wengine, walikuwa na upendo mzito, upendo wa kina. Bwana Yesu asifiwe.